sauti yako. Celebrate him again this morning. Sherekea tena asubuhi ya leo. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu Yesu. Blessed be your holy name, Abba Father. Libarikiwe jina lako takatifu Baba. Blessed be your holy name, the King of glory. Libarikiwe jina lako takatifu mfalme wa No utukufu. one is like unto you. Hakuna kama wewe. Thank you for the first service. Asante kwa ibada ya kwanza. Thank you for bringing us again into your presence. Asante kwa kutuleta tena katika uwepo Thank you wako. for all you have done for us. Asante kwa wote ambao umetutendea. No one is to compare with you. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. For all you have done for us. Kwa yote ambao umetutendea. Thank you for the month of July. Asante kwa mwezi wa 7. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Lift up your voice and thank God for the work of your hand. Inua sauti yako, mshukuru Mungu kwa kazi ya mikono yako. Thank God that He provided a job for you. Amekupatia kazi, Thank God He mshukuru. gave you a capital to start a business. Amekupa mtaji wa Thank kuanza Him He has been biashara. sustaining your business Ameitunza biashara yako, and the mshukuru. work of your hand. Na hiyo kazi ya mikono On yako. this covenant day of business breakthrough, Katika siku ya kiagano lift amepenya up your biashara. voice and appreciate Him. Inua sauti yako, mshukuru. If you appreciate Him for what He did, Ukimshukuru kwa alichokufanyia, you commit Him to do more. unamfanya kutendea zaidi. Appreciation to God is applying for more. Shukrani kwa Mungu ni kumwomba kutendea Lord, zaidi. we thank you. Bwana asante. Lord, we thank you. Bwana tunakushukuru. Lord, we thank you. Bwana tunakushukuru. Lord, we give you the glory. Tunakupa wewe utukufu. Lord, we give you the honor. Tunakupa heshima. Thank you, Lord, for the work of your hand. Asante kwa kazi ya mikono yako. Lord, you have not allowed us to be idle. Hujaturuhusu tuwe watu Lord, you tusiokuwa na gave us the kazi. privilege to be going out and coming in. Umetupa upendeleo wa Bringing kutoka na money into the kuingia. house. Taking care of us. Umekuwa Do ukitujali the work of our hand. na umebariki kazi ya mikono yetu. Blessed be your holy name. Bariki jina lako takatifu. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. Ask God to visit you in this service today. Mwombe Mungu akutembelee katika ibada ya leo. Say, we are there at Agada, 2 or 3 Agada, and his name is here in their midst. Asa wawili au watatu walipokusanyika yupo katikati yao. And Zephaniah chapter 3 verse 17 said, the Lord in the midst of his people is mighty. He will deliver, he will save. He will joy over you with singing. Sefania 3:17 sasa Bwana We leo have katikati yao ni a shujaa. mighty God in our midst today. Ataokoa na atakufurahia Lift kwa up your kuimba. voice and pray to Tuko him. katikati ya Mungu na Mungu yuko Visit katikati me yetu. today, Jesus. Muombe akutembelee. Lord, visit my business today. Bwana tembelea biashara Lord, yangu. visit the work of my hand. Tembelea kazi ya mikono yangu. Cause your breakthrough Fanya anointing to come upon my business. upako wa mpenyo uje kwenye biashara Somebody yangu. lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Somebody lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Oh, makatesh ulamba katakatalaba. Ibala bakate kupriaba. Oh, breketelia baba salabalabo salabalabalaba. Halaba salabalaba. Elia kaba labrakate labalaba. Aliaba labrakate kalaba. O brekete shakaba li shakatalaba. O breketanda lebala bosha labalaba. Alaba labrakate kalabo shakate kalabo shalaba. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Lord, visit your people by your word. Bwana watembelee watu wako kwa neno lako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Then what eyes have not seen or ear Ni heard ambacho macho hajaona wala sikio shall hajasikia. be your experience Yatakuwa ni uzoefu all wako. through the year 2020. Mwaka wote 2020. Congratulations. Hongera. Amen. Please have your seat. Tafadhali keti. Welcome to this covenant day of business breakthrough. Karibu katika siku ya kiagano ya mpenyo ya The biashara. second service. Ibada ya pili. And I joyfully welcome you into the second half of the year. Kwa furaha nakukaribisha katika nusu ya And pili ya into mwaka the seventh month of the year. ambao ni mwezi wa 7. The number 7 represents perfection. Namba 7 inawakilisha ukamilifu. And according to Psalm 138 verse 8, Sasa na Zaburi ya 138 mstari wa the Bible 8. said the Lord shall perfect Yasema Bwana atakutimilizia that which concerneth you. lile linalohusiana na wewe. This month, Mwezi huu God will perfect that which concerneth Bwana you. atatimiza linalohusiana na He wewe. will perfect that which concerning your business and career. Atakamilisha kuhusiana na biashara yako na I'm not taaluma. hearing a faithful amen. Sisikia amina kubwa. You are welcome. Unakaribishwa. Our prophetic focus for this month Tamko la kinabii kwa mwezi huu is financial fortune ni utele wa kifedha. is my heritage in Christ. Ndio urithi wangu katika Kristo.
Financial fortune Utele wa kifedha is my heritage in Christ. ndio urithi wangu katika Kristo. Say it after me. Nifuatishe. Financial fortune Utele wa kifedha is my heritage in ni Christ. urithi wangu katika Kristo. Say it again. Sema Financial tena, fortune utele wa kifedha is my heritage in ni Christ. urithi wangu katika Kristo. That is one of our rights in redemption. Hilo ni mojawapo ya haki yetu katika wokovu. Hallelujah. Haleluya. Because 2 Corinthians 8 verse 9. Kwa sababu Wakorintho wa pili 8:9, 2 Corinthians 8 verse 9. Wakorintho wa pili 8:9. The Bible says Biblia inasema, that we know unajua the grace of our Lord Jesus neema ya Christ. Bwana wetu Yesu Kristo, That though he was rich, bali ingawa alikuwa ni tajiri, yet lakini he give out that richness. aliutoa huo utajiri, He sacrificed that richness. aliutoa sadaka huo utajiri, Carried our poverty. akabeba umaskini wetu. He did that we Alifanya hivyo ili sisi might be rich. tuwe matajiri. One of the things that happened at the cross of Calvary Moja ya kitu kilichotokea katika msalaba wa Kalvari was a transfer. ni mabadilishano. He transferred our poverty, Aliuhamisha ule umaskini wetu, carried it first and gave it to the devil, aliuchukua akamrudishia shetani, and collected our riches, na akachukua ule utajiri wetu, collected covenant wealth. akachukua ule utajiri wa kiagano. Revelation put it this way, that he received it. Ufunuo inaweka namna hii kwamba alipokea, Because man was created with prosperity. kwa sababu mwanadamu aliumbwa akiwa na asili ya mafanikio. When God created Adam, Adam lacked nothing. Mungu alipomuumba Adamu hakupungukiwa na kitu. Adam had in abundance everything. Adamu alikuwa na utele kila siku, There was no lack. kulikuwa hakuna uhitaji He kwake. was in command of all. Alikuwa anaamuru vitu But vyote. when Adam fell, Lakini Adamu the alipoanguka, devil stole that prosperity from Adam. shetani akaiba ile mafanikio kutoka kwa Adamu. A man was defeated, battled with Mwanadamu poverty. akaanza kupigika, kuteseka na Man kuumizwa. lost that honor and dignity. Mwanadamu of his life. akapoteza heshima aliyokuwa nao na ule utu. And Jesus came. Na Yesu akaja, Apart from redeeming us from sin, mbali na kutukomboa na dhambi, he carried that poverty the devil handed over to us. aliuchukua ule maskini ambao shetani alitupatia, And when he died and went to hell, na alipokufa na kwenda chini kuzimu, he carried it and gave it to the devil. aliubeba ule maskini akamkabidhi shetani. Hallelujah. Haleluya. And Revelation 5 verse 12, Ufunuo the Bible 5:12 says he received. anasema alipokea. They say, worthy is the lamb Anastahili mwana that kondoo was laid to receive power. ambaye alichinjwa kupokea He nguvu, received riches. alipokea utajiri. That's one of the things he received from us. Hicho ndio kitu kimoja alikipokea kwa ajili yetu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. He has a plan Alikuwa na mpango of financial fortune. wa utele wa kifedha. Please, financial fortune means financial prosperity. Utele wa kifedha maana yake mafanikio ya Financial kifedha. fortune means Utele wa kifedha maana yake financial abundance. maana kuwa na pesa nyingi za Having kutosha, it the way you want it. kuwa na pesa idadi ile ambayo unahitaji, Having it the way you want kuwa it. na pesa kiasi unachohitaji. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. It is our right in redemption. Hiyo ni haki yetu katika wokovu, But there are gateways to it. lakini kuna malango ya That's why kutupatia. our teaching series is titled Ndio maana mfululizo wetu wa masomo unaitwa Gateways to Financial Fortune. malango ya kutupatia utele wa That kifedha. is part 1B. Sehemu ya kwanza B, Gateways to Financial Fortune. malango ya kutupatia utele wa kifedha. Our anchor scripture for the month is Isaiah chapter 51, Andiko letu nanga la mwezi ni Isaya 51 from verse 1 to verse 4. kuanzia mstari wa Verse 7. kwanza mpaka But wa I will nne. read verse 1 and 2. Nitasoma mstari wa kwanza na wa pili kwa Hearken sababu unto me, nitazame mimi, msikie mimi, ye that follow after righteousness, niye mnaifuata haki, ye that seek the Lord. ninyi mumtafutao Bwana, Look unto the rock tazameni mwamba when you are in, uliochongwa and the hole, na and the tundu hole of the pit when you are deep. la shimo ambalo mlitolewa. You don't know what I'm saying. Say, look unto Abraham Tazameni Ibrahimu and unto Sarah that bears you. na Sara aliyowazaa, I called him alone. kwa maana alipokuwa mmoja tu And nalimwita, I bless him. nikambariki. I bless him. Look Nikambariki. unto him. He's a focus. God had put him there for us to focus on. Mungu amemweka Ibrahimu ili tumtazame. How did he walk in financial Yeye fortune? aliwezaje kupata utele wa kifedha? In Genesis 12 verse 13 verse 2. Mwanzo
33:2. He was rich. The Bible recorded that Biblia Abraham inatuambia was pale Ibrahimu alikuwa tajiri sana. very rich, not just rich. Tajiri sana, sio tajiri tu. In Genesis 24, Mwanzo verse 24 1, mstari wa kwanza. Abraham was well taken in age. Ibrahimu alikuwa na umri mwingi And the Lord had na blessed Bwana alikuwa amembariki him in all things, katika mambo yote including money. pamoja na And the pesa things money cannot buy. na vile vitu ambavyo pesa haiwezi kununua. That's why he is qualified for us to look unto him. Ndio maana anastahili tumtazame, tumuige. Jeremiah chapter 6 verse 16. Yeremia 6:16. Jeremiah chapter 6 verse 16. Yeremia 6:16. The Bible says, thus says the Lord, Biblia inasema, stand ye in the ways and see. haya ndio asema Bwana, simameni katika And njia na ask mwone. for the old path. Ulizeni njia ya kale, Where is the good way? njia njema ni ipi, And walk therein. na mtembee katika hiyo And you njia, shall find rest to your na soul. mtapata amani, pumziko katika But they nafsi say zenu. we will not walk therein. Wasema hatutaki kutembea katika njia hiyo. Find the old path. How did they Tafuteni njia prosper? ya kale. They Wakale didn't walifanikiwa prosper by wapi? gimmicks. Hawakufanikiwa kwa They didn't maigizo, prosper by magic. hawakufanikiwa There is a kimazingaombwe. way they prosper. Find that good way and follow. Kuna njia iliyofanya wafanikie. Tafute hiyo njia nzuri na wewe So uiige. Paul will say to us, Mtumishi wa Mungu don't akituambia, pray to have what I have. usiombe kupata nilichokuwa nacho, Pray to do what I did. omba uweze kufanya nilichofanya nikapata nilivyo And navyo, you shall have what I na have. utapata kile ambacho God ninacho. is no respecter of any person. Mungu ana upendeleo kwa yoyote. Hallelujah. Haleluya. And not remember a bit, I can't remember the particular verse, but in Acts of Apostles chapter 10, Matendo ya Mitume 10 Apostle Peter says, either 29 or thereabout, he says, 34. 34. Acts of Apostles chapter 10 verse 34, he says, Peter opened his mouth and said, Petro akafungua kinywa chake na kusema, of a truth I perceive hakika ninatambua that God is no respecter of persons. Mungu hana upendeleo kwa wanadamu. And he said, for in every nation, Hasa katika kila taifa, bali katika kila taifa, he that feareth him yule amcha yeye and walketh that righteous na path kutenda haki is accepted with him. anakubaliwa na yeye. God have no respect of any person. Mungu in hana any nation. upendeleo kwa mtu yoyote. Hallelujah. Haleluya. Poverty is not a nation of any. It's not a native of any nation. Umaskini sio utambulisho wa taifa lolote, Neither prosperity is not a native of any nation. wala mafanikio sio utambulisho wa In taifa every lolote. nation, there are those who prosper and those who are. Katika kila taifa kuna waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. And God did not create you and save you to be poor. Mungu hakukuumba na kukuokoa ili uwe maskini, But you can become poor lakini unaweza kuwa maskini by not adhering to the principles of prosperity. kwa sababu ya kuto kufuata zile kanuni za mafanikio. You know, in Proverbs chapter 10 verse 4, he Mithali said, 10:4. he becometh poor. Somebody can become poor by his own Alifanyika decision. kuwa maskini, He becometh poor. alikuwa maskini. He that dealeth with a slack hand. Yule afanye kazi kwa mikono ya And ulegevu, he that is diligent will become rich. yule mwenye bidii ndiye atakayekuwa tajiri. Please, you must be able Tafadhali inabidi uweze to know what it takes to walk kujua nini kinahitajika ili ufanye kazi, in financial fortune. ili uweze kutembea katika utele wa kifedha. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya. And one of the God empowers us for financial fortune by walking in the covenant. Njia mojawapo ambayo Mungu anatuwezesha kuwa na utele wa kifedha ni kutembea katika agano. Covenant is a bailout out of poverty. It's a Agano bailout. ndio njia ya kututoa kutoka katika And umaskini. looking at the life of Abraham, Tazama maisha ya he Ibrahimu. was a man that walked in the covenant. Alikuwa ni mtu aliyetembea katika agano. You must have the revelation of this covenant Unaweza ukawa na ufunuo wa ili agano and apply this covenant. na kulitendea kazi ili agano, Apply this covenant. na kulitendea kazi, Not just knowing it, sio tu kulijua but agano, practicing it. bali kulitendea kazi agano. Covenant practitioners can never be poor. Wale wanaotendea kazi agano kama hawezi kuwa maskini. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We don't pray for money in this commission. Hatuombi kupata pesa katika huduma hii, Even in our lives, little lives. hata katika maisha yetu madogo, But walking in the covenant. lakini ni kule kutembea kwenye agano, Walking in the covenant. kutembea katika agano. You have heard a story of God's servant. Mesikia habari ya mtumishi Over wa and Mungu. over again, we can't talk about covenant without talking about what God told him. Kwa miaka mingi hatuwezi kuzungumzia agano pasipo kusema kile ambacho Mungu alimwambia mtumishi wake. Mwaka March 1982. 20th to 22nd, 1982. Mwaka 1982
as he went looking for the secret of kingdom wealth. alipokwenda kuomba akitafuta siri za mafanikio katika And ufalme. he knew that this man called Kenneth Copeland and the wife are operating in wealth. Na alijua huyu mtu anaitwa Kenneth Copeland na mke wake wanatembea katika utele wa kifedha. He took their books. I must find this secret. Akachukua vitabu vyao akasema lazima nipate siri yao ya mafanikio. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. He took that book, God's Will is Prosperity by Mama Gloria Copeland. Alichukua kitabu kilichoandikwa mapenzi ya Mungu ni mafanikio kilichoandikwa na Mama Gloria Copeland. Prosperity Na ile sheria ya mafanikio by Dr. Kenneth Copeland. kilichoandikwa na Daktari And he Kenneth said he Copeland. was in fasting searching. Na asema alikuwa katika mfungo With his akiomba Bible. huko akichunguza. There is something you show this man Akamwambia Mungu, kuna kitu ulimwonyesha huyu mtu that made him this super wealthy. ambacho kimemfanya amekuwa tajiri namna hii. And he said God showed up Na asema Mungu akaonekana through Deuteronomy 8 verse 18. kupitia Kumbukumbu la Torati 8:18. Say, my son David, Akamwambia mwanangu Daudi, my prosperity plan mpango wangu wa mafanikio is not a promise sio ahadi you claim in prayer. unayoidai katika It maombi, has no regard for fasting. wala haiheshimu mfungo. It is a covenant. Ni agano. Until your part is played, Usipofanya sehemu yako, I am not committed. na mimi siwajibiki. Until your part is played. Usipofanya sehemu yako, Until your part is played. usipofanya sehemu yako. The reason many people are poor in the church because they can't play their part. Sababu watu wengi kwa maskini kanisani kwa sababu Until hawafanyi your part sehemu is yao. played. Usipotimiza wajibu wako, I am not committed. mimi Mungu siwajibiki. Hallelujah. Haleluya. And it was a conversation with God. Alikuwa ni kama mazungumzo anaongea na Say, Mungu. what is this covenant? Akamwambia agano likoje? He took him to Genesis 8 verse 22. Alimpeleka kwenye Mwanzo As the 8:22. earth remaineth, Ambaye kadiri nchi idumupo, seed time and harvest shall not cease. majira ya kupanda na kuvuna hata That koma. in other words, for you to reap, you must sow. Kwa maana mengine ili uvune That's lazima a upande. covenant of giving and receiving. Yaani hili ndio agano la He kupanda na asked God, kuvuna. how great is this covenant? Akamuuliza Mungu, ile agano ni kubwa kiasi God gani? took him to Jeremiah 33 verse 21 and 22. Akampeleka Yeremia That if you 33:21 can na break 22. my covenant with the day Kama mnaweza kulivunja and agano my langu la covenant mchana with the night, na agano langu la usiku, that it come one day there is no one to reign on the throne of David. kwamba asiwepo mtu akukaa That's when kwenye you kiti know cha my enzi cha covenant will be Daudi. broken. Hapo In ndo other mtajua agano langu words, any day litavunjika. you wake up, there is no day, there is no night. Kwa maana nyingine siku ukiamka hakuna mchana na usiku. That's the only way my covenant will be broken. Hapo ndipo agano la Mungu litavunjika. And the thing entered into him. Na hili jambo likamwingia. He split around according to him. Alizunguka kulingana na Say, yeye. yeah, I can never be poor. Akapiga kelele kwamba siwezi kuwa maskini. He came back, started working on that revelation. Akarejea na kuanza kutendea kazi wa ufunuo. It is speaking today. Na udhihirisho unaonekana The leo. whole world know. Dunia nzima The inamjua. devils know. Shetani anajua. He reached to the extent up to now they say he's the richest pastor in the whole world, Ilifika mahali hata akasema ni mchungaji tajiri kuliko wote duniani. including those who taught him prosperity message Pamoja na wale waliomfundisha mafanikio amewapita by operating in the kwa covenant. kutendea kazi ya agano. People of God is on the covenant platform Watu wa Mungu, utajiri huu unapatikana kupitia agano. that God prospers the people. Ndio Mungu anawafanikisha And watu what wake. is a covenant? Agano ni nini? In the first service I said covenant is a contractual agreement Ibada ya kwanza nilisema ni makubaliano ya kimkataba between two parties. baina ya watu wawili. Contractual agreement Agano ni makubaliano ya kimkataba between two parties. baina ya watu wawili. And in this context is between God and man. Na hapa basi ni agano baina ya Mungu na And mwanadamu. this contract Na or mkataba huu have terms. una masharti. There is your own and is God's own. Kuna masharti ya wewe kufanya na kuna There are masharti ya Mungu steps to kufanya. take and there is one. Kuna God to take. hatua za kuchukua na kuna sehemu ya Mungu Bishop kufanya. Erebo say covenant is a deal. A deal. Askofu Ede panasema agano ni Enacted by mkataba God ambao umeandikwa na Mungu with a well-defined terms. ukiwa na masharti yanayotambulika Seek with an oath. Seal with an oath. yakiwa yamewekwa kiapo. Your part must be played. Sehemu yako lazima ufanye. Your part must be played. Sehemu yako lazima ufanye. If you are not ready to sow, Kama uko tayari kupanda, don't go for harvest. It will be- usitarajie mavuno. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's one of the principles of financial prosperity. Hiyo ndio mojawapo ya kanuni ya kupata utele wa It is kifedha. universal. Na hii sheria It inatenda has kazi kwa no wote. respect for location. Haina upendeleo wa eneo fulani. You can run to UK. If you are not practicing it, you will not be okay. Unaweza ukaenda Uingereza You na kama can utendee run kazi ya agano anywhere. mambo yako If you are yatakuwa not a magari. covenant practitioner, you can't make it. Unaweza kwenda popote kwenye nchi yote, kama utendee kazi ya agano uchumi wako utakuwa vibaya. There is no land you will go. Hakuna nchi utakayoenda And you go to the land and be praying for
something you didn't plan to come up. No, God is not a magician. Hakuna ardhi utakayokwenda kuitembelea na To ukaomba go to farm for maombi ili harvest. uvune wakati ukupanda. For a farmer to go to farm for harvest, Ili mkulima aende kuvuna, he or she must have planted yesteryears or cha kwanza lazima awe amepanda huko nyuma. No farm unless that person is mad. Hakuna mkulima anayekwenda kuvuna asipopanda, labda ni kichaa. Where he didn't plant watermelon to go and harvest watermelon. No. Hakuna mkulima ambaye atakwenda kwenye shamba ambalo hajapanda tikiti ili avune tikiti. There is no fasting you will do. Hakuna mfungo utakaofanya. And watermelon will not grow. Na lile tikiti likatokea. Became big and you start harvesting it when you Likawa didn't kubwa plant. afu kaanza kulivuna wakati It ukupanda. doesn't happen that way. Haitokei namna hiyo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The reason many, even those who are not born again, are rich. Sababu ile ambayo hata wale hawajaokoka wanafanikiwa, They practice this principle of prosperity. ni kwa sababu wanaitendea kazi hii kanuni ya mafanikio. Wanaitendea Because kazi. you have no respect whether you are born again or not. Hii kanuni haina upendeleo. Hiyo umeokoka au hujaokoka. By being born again, Kwa kuokoka kwako you have an advantage. unapata faida ya ziada. Lazarus was born again and righteous, Lazaro alikuwa ameokoka na mwenye but yake, he was a beggar. lakini alikuwa ombaomba. Abraham was born again and righteous, Ibrahimu alikuwa ameokoka na mwenye yake, but he was very rich. lakini alikuwa tajiri sana. You know, Jesus told a story in Luke chapter 16. Yesu atuambia hii habari katika Luka 16. The story of rich man and Lazarus. Habari ya tajiri na maskini Lazaro. Lazarus was not more righteous than Abraham. Lazaro alikuwa mwenye haki kuliko Ibrahimu. Abraham was a friend of God. Ibrahimu alikuwa rafiki wa To Mungu. the extent that God wanted to do something, he said, how can I do without telling Kiasi Abraham? kwamba Mungu alipotaka kufanya kitu sasa nitafanyaje sijamwambia Abraham, Ibrahimu. even in heaven, have a mansion. Ibrahimu alikuwa na hema, And nyumba Lazarus was kubwa. in his bosom. But two of them, they are still, they accepted God and walked with God. But Abraham practiced the covenant. Ibrahimu alikuwa na nyumba kubwa, Lazaro hakuwa na kitu, ndio maana alikaa kwenye kifua cha Ibrahimu. Didn't practice the covenant. Lazaro alikuwa maskini kwa sababu yeye hakutendea kazi ya He agano. was eating from what the dog is supposed to eat. Alikuwa anakula kile chakula ambacho mbwa iliwapasa wale. And in that story there is a one, the Bible didn't name him, but they call him a rich man. Katika ile habari Biblia inamuita ule mtu tajiri, He akutajwa was jina. rich. Huyu jamaa alikuwa But tajiri, he was not born again. lakini alikuwa hajaokoka. He only enjoyed money here. Alifurahia pesa hapa duniani, And when he died, he went to hell. lakini alipokufa alienda kuzimu. But Abraham enjoyed money here. Lakini Ibrahimu alifurahia pesa hapa And he went to heaven. na akaenda mbinguni. And from that story, Kupitia habari hiyo, a lot of things to be learned. mambo mengi inabidi tujifunze hapa. One is you can be righteous and still be wealthy. Moja ni kwamba unaweza kuwa mtakatifu, mwenye haki na ukawa You tajiri. can be poor. Unaweza ukawa maskini You can be born again and still be poor. na unaweza ukaokoka na ukawa You maskini. can be a prayer warrior Unaweza kuwa shujaa wa maombi and you are begging for money to transport na your unaomba pesa ya usafiri because you are not a covenant kwa practitioner. sababu utendei kazi agano. The people who belong to several units, they don't give. Kuna watu ambao kwenye They don't vikundi pay mbalimbali hawatoi fungu la kumi. Nobody have even say to them, God bless because of what they give to him. Hakuna mtu aliyewabariki kwa sababu ya kitu You alichotoa. don't prosper with such life. Hawezi kufanikiwa Thank kwa God mtu for wa your namna hiyo. service. Tunamshukuru Mungu kwa utumishi You can wako. still serve Unaweza kuendelea kutumika and you'll be begging for transport na ukaendelea kuomba nauli, because prosperity work by principles. kwa sababu of covenant. mafanikio yanakuja kupitia kutendea kazi kanuni. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. What to know about covenant? Kitu cha kuja kuhusiana na agano, Understand that the covenant is superior elewa kwamba agano lina nguvu to every economic situation and circumstances. kushinda changamoto zote za kiuchumi na mazingira. I said in the first service there is nothing new. Nilisema ibada ya kwanza, hakuna jambo jipya. Anything that is happening now is not new. Kila kinachotokea sasa sio Lack kipya. is not new. Kupungukiwa sio jambo There was jipya. a time money fell in the land of Egypt. Kuna wakati fedha ilishindwa katika nchi ya And Misri, God's covenant people lakini watu wa Mungu wa kiagano had a lot in the earth. walikuwa na utele nyakati In hizo. the time of Abraham there was famine. Nyakati za Ibrahimu kulikuwa na njaa. In the time of Jacob there was famine. Nyakati za In Yakobo the kulikuwa time na of njaa. Isaac there was famine. Nyakati za Isaka kulikuwa na njaa. If you look at Genesis 26, Tazama Mwanzo 26. let me just pick only Isaac Labda nitoe mfano wa Isaka because of peke time. yake kwa sababu ya Genesis muda. 26 verse 1 and 2. Mwanzo 26 1 na 2. There was a famine in the land Kulikuwa na njaa katika ile nchi. beside the first famine that was in the days of Abraham. Zaidi ya ile njaa ilikuwa katika nyakati za Ibrahimu. But despite that there was famine. Hebu sasa kujalisha kulikuwa na In njaa. verse 12,
Mstari wa 12. Isaac was practicing the covenant. Isaka alikuwa anatendea kazi agano. He sowed in that land. Akapanda mbegu The katika nchi. Philistines were complaining. He was in a strange land. Wafilisti walikuwa wanalalamika. They were complaining, Walikuwa wanalalamika. Maybe they gathered together and talking about how the famine is going. Walikusanyika na kulalamika namna kilimo kinavyoendelea. Isaka alikuwa amejitoa. Sowing in the time of famine. Akipanda wakati wa njaa. He sowed in that land. Alipanda katika ile nchi. And the same year, mwaka huo receive what he sowed in 100-fold. Akapokea kile alichokipanda kwa kipimo 100. And the Lord was provoked to bless him. Na Bwana alilazimika ambariki. And he was great. Na akawa mkuu. Went forward. Akasonga mbele. Until he became very great. Mpaka akawa mkuu sana. He had possession of flocks. Alikuwa na miliki za wanyama. Possession of herds. Kondoo. Great store of servants. Alikuwa na watumishi wengi. And the Philistines envied him. Wafilisti wakamwonea wivu, wakamhusudu. But this man, ndugu huyu called Isaac, aitwa Isaka, was practicing the covenant. alikuwa anatendea kazi agano. Economic meltdown didn't start today. Kule kuanguka kwa uchumi hakuanza leo. Economic recession didn't start today. Kuanguka kwa uchumi hakuanza leo. There is a prediction by International Monetary Fund that many nations will enter recession economically. Kuna utabiri umetokea kwamba mataifa mengi yataanguka kiuchumi. It's already happening. Imeshaanza kutokea. Many nations, their foreign reserve have been depleted. Mataifa mengi akiba yao ya fedha za nje imepungua. Many nations, their per capita income have gone down. Mataifa mengi kipato chao cha nchi kimeshuka. Because the COVID-19 affected a lot of them. Kwa sababu kirusi cha corona kimeathiri mambo mengi. There are many nations that are already experiencing inflation. Kuna mataifa mengi wamepata mfumuko wa bei. These things are not new. Mambo haya sio mapya. But the covenant people will triumph in the midst of this economic. Lakini wale watu wanaotendea kazi agano watashinda katikati ya changamoto. You must be a covenant practitioner. Ndio maana lazima uwe mtu wa kutendea kazi agano. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. If you don't want to suffer what the world is suffering and we suffer. Kama utaki kuteswa na kinachotesa dunia na kitakachotesa dunia. Malachi chapter 4 verse 1 and 2 says. Malachi 4:1 na 2 nasema. A time will come and this wakati utakuja. Ndio nyakati tulizokuwa nazo. Siku inakuja. It shall burn like an oven. Itawaka kama tanuru. And all the proud. Na watu wote wenye kiburi. All nations shall be humbled. Hao mataifa wote watashushwa. And all that do wickedly. Na watendao uovu. Shall be stumbled. Watakuwa makapi, watajikwaa. The day cometh shall burn them up. Siku ile inakuja itawateketeza. Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. It shall leave them neither root nor branch. Haitawaacha shina wala tawi. But for you that fear my name. Lakini kwa ninyi mnaolicha jina langu. For you that walk in the covenant. Ninyi mnaotembea katika agano. Shall the Son of righteousness. Jua la haki. Arise. Litawazukia. With healing is in yenye kuponya katika mbawa zake. And you shall go forth. Nanyi mtatoka nchi. You shall grow up like starve in the store. Na kucheza cheza kama ndama. That is what happens. Hicho ndicho kinachotokea. The word God, this thing was prophesied. Whatever that is happening today economically. Mambo haya yalitabiriwa yanayotokea kiuchumi. You that fear the Lord and walk in the covenant. Lakini wewe unamcha Mungu na kutembea katika agano. When others are going down. Wakati wengine wanashuka chini. You shall be going up. Wewe utakuwa ukienda juu. Job chapter 22. Ayubu 22. Let's read from verse 23. Ayubu 22 kuanzia mstari 23. 22-23. If thou will return to Almighty, kama utarejea kwa Mwenyezi, that shall be built up. Hapo basi utajengwa. And that shall put iniquity away from thy tabernacle. Utakapoweka uovu mbali na hema yako. That shall lay up gold as dust. That is financial fortune. Na hazina zako ziweke mchangani. Hallelujah. Hallelujah. And that shall have plenty of silver. Na utakuwa na utele wa fedha na dhahabu. That shall have plenty of silver. Utakuwa na utele wa fedha. The Almighty shall be thy defense. Bwana Mungu atakuwa mlinzi wako. I didn't start reading it from the beginning, but I caught it. This is God's plan for the church. Huu ni mpango wa Mungu kwa ajili ya kanisa. Walk in the covenant. Tembea katika agano. Daniel 11 verse 32. Danieli 11:32. Daniel 11 verse 32. Danieli 11:12. The Bible said, such as do wickedly against the covenant, hao watendao uovu kinyume na hilo agano, shall he corrupt by flatteries. Watapotea kwa maneno ya kujipendekeza. Such that do wickedly against the wale covenant, watendao uovu kinyume na agano, they shall
they shall be flat financially. watapotea, kwa maneno ya kujipendekeza wataanguka kiuchumi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And what are the covenant requirements Mahitaji ya kiagano ni yapi in working in financial fortune? ili utembee katika utele wa kifedha? Number 1, Hitaji la kwanza, you must be a tither. lazima uwe mtu wa kulipa fungu la That kumi. is the foundation. Huo ndo msingi. You must be a tither. Lazima ulipe fungu la kumi. Giving God the 10% of all your income. Ukimpa Mungu 10% ya mapato yako You yote, must be a tither. lazima uwe mtu wa kutoa fungu la kumi. Robbing God rob you of your financial fortune. Kumwibia Mungu ndo kuna kuibia ule utele wako wa kifedha. Malachi chapter 3 verse 6. Malaki 3:6, 7, 8 to up to verse 11. 7, 8 mpaka 11. He said, I am the Lord, I change not. Mimi ni Bwana nisiyebadilika. And therefore you sons of Jacob are not consumed. Ndio maana wana wa Yakobo mwangamii. From the days of your fathers, Tangu siku za baba yenu you have gone away from my ordinances. mmegeuka, mmeacha sheria You zangu, have not kept them. hamjazitunza. Return unto me. Nirudieni mimi, And I will return unto nami you. nitawarudia ninyi, But says the Lord of hosts. asema Bwana wa But majeshi. you say, wherein shall we return? Lakini nyuma sasa tunarudi kwa namna gani? Say, will a man rob God? Je, mwanadamu atamwibia You Mungu? can't rob God. Hawezi kumwibia Mungu. Remember, Kumbuka, no one prospers without God input. hakuna anayefanikiwa pasipo mkono wa Mungu, Because kwa sababu Proverbs 10 verse 22. Mithali 10:22, He said, the blessing of the Lord, za baraka za Bwana he maketh rich. ndizo utajirisha. He maketh rich. The Utajirisha. blessing of the Lord, Baraka za Bwana he maketh rich. utajirisha, And added no sorrow to it. haziambatani na huzuni. God said, will a man rob God? Wasaje mwanadamu atamwibia Mungu? Yeah, you have robbed me. Lakini ninyi mmeniibia mimi. Where have you robbed me, you ask? Mnauliza mmeniibia kwa vipi? Say in tithe Sasa mmeniibia katika zaka and offering. na dhabihu. You are cursed. Nanyi mmelaaniwa. There is a curse of non-tithing. Kuna laana unayoipata basi kutoa fungu la 10, For you have robbed me. kwa sababu mmeniibia mimi. Even the whole nation. Nyi taifa zima. Say, bring ye all the tithe Sasa leteni zaka kamili into my storehouse. galani kwangu, And there may be meat in my house. ili kuwepo chakula katika nyumba yangu. Try me now, prove me. Nijaribu sasa kwa njia hiyo, Says the Lord, if I will asema not Bwana, open mjue kwamba the windows of heaven, sitawafungulia madirisha ya and mbinguni I will pour out a blessing na kuwamiminieni baraka, that there shall be no room enough to receive hata it. isiwepo nafasi ya kutosha ya And I kuweka. will rebuke the devourer for your Nami sake, nitamkemea yeye alaye, and he shall not destroy your fruit, the fruit of your ground. wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, Neither shall your vine cast their fruit. wala before you. mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake. Most of the business stagnation is connected to the tithe you are eating. Biashara nyingi zimedumaa kwa sababu ya fungu la 10 linaloliwa. Most of the business stagnation. You can't be robbing God and expect business breakthrough. Hawezi kuwa unamwibia Mungu afu katarajia mafanikio kwenye biashara. Even covenant people tithe the income of their business. Watu wote wanaotendea kazi ya agano wanatoa 10% ya mapato ya biashara yao. People tithe not personal income, business income. Watu wengi wanatoa fungu la 10 sio la mapato yao binafsi, ya biashara No zao. matter who stand against their business, they can't succeed. Haijalishi nani anasimama kinyume na biashara yao, hawezi kufanikiwa. For the business is covenanted with God. Kwa sababu ile biashara imeingizwa katika agano na Mungu. Stop robbing God, pay your tithe. Acha kumwibia Mungu, lipa fungu lako la The 10. reason things have been tight for you is the tithe you are eating. Sababu ya mambo kuwa magumu kwako ni ile fungu la 10 unalokula. When you pay January, February, they won't pay. Wengi wanalipa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili hawalipi. Pay. Lipa. Hallelujah. Haleluya. Since you have been eating your tithe, Tangu umekuwa kila fungu la 10, what have changed? nini kimebadilika? Your need have not disappeared. Mahitaji hayajaondoka. You have 100,000 shillings. Una 1,000. Say, if I give 10,000, Una 1,000. oh, I have a lot of need. And you eat and you spend the whole 100,000. Unakuta una 100,000 alafu unasema nikitoa fungu la 10 Does 10,000. that 10,000 meet your need? No. Je, hiyo 10,000 kweli unaoiba itakupatia By mahitaji eating yako? God's tithe, your need will multiply. Unapokula ile fungu la 10 la Mungu, matatizo yako na mahitaji ndio Because you are yanaongezeka. cutting yourself off from his Kwa covenant. sababu unakuwa umejitenga mbali na lile agano la Mungu. And the devil takes over multiplying needs. Na shetani sasa ndo anaingilia kati pale na kukuletea mahitaji mengi. Your car might break down that the whole 100,000 cannot repair it. Gari yako inaweza Because you kupata didn't give 10,000. gari yako inaweza kupata You might tatizo have one ambalo- devil can arrange something that can make you even looking for where to borrow.
Shetani anaweza kuletea Because you tatizo didn't give 10,000. ambalo linahitaji pesa nyingi kwa sababu kutoa tu 10,000 ya ulinzi. Say, I will rebuke the devourer. Asa nitamkemea yule alaye. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. If your neighbor is sleeping, shake your neighbor. Kama jirani yako analala, mwamshe, mtikise. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Hear this. That's the way. Nisikie, hii ndio njia. That's the way to prosper. Ndio njia ya kufanikiwa. I told him in the first service that when Jesus Nilisema kwenye ibada ya kwanza Yesu was narrating to the disciples of John the Baptist, alipokuwa akiongea na wale mitume wa Yohana what Mbatizaji, is happening? nini kinatokea? When they came and say, that's in Matthew chapter 11, Mathayo 11 reading from verse 3. kuanzia mstari wa 3. He said, John sent the disciples Yohana aliwatuma wanafunzi wake, and said, go and ask him, wakamwenda mkamuulize, are you the one that will come or do we wewe wait ndio for yule another? ajaye au tumtazamie mwingine? And Jesus began to tell them, Yesu akaanza kuwaambia, so go and tell John the testimony. nendeni mkamwambie Yohana ushuhuda, The lame walk, wetu anatembea, the blind see. vipofu wanaona. But when he said the poor, Ilipofika kwa maskini, has the gospel preached to akasema them. maskini wanahubiriwa habari njema. I said, why Jesus didn't say the poor are made rich? Nilisema kwa nini Yesu hakusema maskini wanafanywa kuwa It matajiri? doesn't happen overnight. Haitokei kwa siku moja. Open your heart. Fungua moyo wako. Prosperity begins with light. Mafanikio yanakuja kwa kupitia That's why God's maarifa. servant went searching for light that Ndio day. maana mtumishi wa Mungu alienda You kutafuta need maarifa. a personal revelation Unahitaji ufunuo wako binafsi. that you can walk on. Ufahamu binafsi unaweza That is kutembea nao. and poverty will go out for you. Na umaskini utaondoka, utakuacha. Jesus didn't make any of them rich overnight. Yesu hakumfanya yote kuwa He tajiri kwa said siku the moja. poor had the Alisema gospel. maskini wao The wanahubiriwa gospel of prosperity preached wanahubiriwa to them. injili ya mafanikio. And if they can hearken to that Na kama gospel, wataisikia hiyo injili ya mafanikio, they will be rich. watakuwa matajiri. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Please be a tither. Tafadhali kuwa mtoaji wa fungu la 10. Be a tither. Kuwa mtoaji wa fungu la 10. Do it with gladness. Fanya kwa furaha. Tithe is being attacked today. Fungu la 10 linashambuliwa sana By leo. agent of darkness. A lot of doctrines today Mawakala wa kishetani, mafundisho mengi leo to deceive a lot of people. ili kuwadanganya wengi. And I have said here before, Nimesema hapa nyakati za nyuma, those people that tell you not to pay tithe, wale wanakuambia usilipe fungu la 10, do you know what they spend to keep themselves? unajua ni pesa kiasi gani wanatumia Some of them kujitunza? are occultic men and women. Wengine ni watu wa Some of kafara, them belong to one secret or the other. wengine wako sehemu za siri huko wanafanya Where mambo they yao, give the whole of their salary to sacrifice. mahali to the ambako Lord. wanatoa dhabihu mshahara wao mzima. Where they even they buy human beings. Wengine wananunua hata viungo vya wanadamu, They sacrifice their businesses to be alive. wanatoa dhabihu za kishetani ili biashara zao ziwe hai, And they will buy and write something na and wanaandika say kitu you should not pay tithe. kwamba usilipe fungu la 10, And you are obeying them. na wao unawasikiliza, And what they are doing, na wanachokifanya wao, they are removing the defense over your life wanachokifanya wao wanakuondolea ulinzi katika biashara yako na maisha yako, in order to cripple you. ili sasa wakudumaze. We know most of them. Tunawajua wengi We wa know namna the hiyo, things they do. tunajua vitu wanavyofanya. But they will come out deceiving a lot of people. Watatoka wakiwadanganya watu wengi. Hallelujah. Haleluya. Even using most of the pastors. Hata wanawatumia wachungaji. Not everybody that has a church or that answering a pastor is a pastor. Sio kila mtu mwenye kanisa wanajiita mchungaji The ni devil mchungaji. have entered the body of Christ with Shetani many titles of pastor, deceiving a lot of Ameingia people. ndani ya mwili wa Kristo kwa vyeo vya kichungaji, And they are deceiving you because of your na ignorance. wanakudanganya kwa sababu ya ujinga wako. No devil can stop me from paying tithe. Hakuna shetani anaweza kunizuia mimi nisilipe fungu la Because 10, I have a personal revelation. kwa sababu ninao ufahamu And I've binafsi. heard it preached by many, including God's servant preached several. Nimesikia ikihubiriwa na watu wengi pamoja na mtumishi wa Mungu. Many pastors I submit to. Nimeona wachungaji wengi wakifundisha ile And ambao I've asked the nawatii. Holy Spirit many questions. Nimemuuliza Roho Mtakatifu maswali mengi. One of the things I got from tithe that my tithe is not a seed, but it's a deal. Kitu kimoja nilichofahamu kupitia fungu la 10 kwamba fungu la 10 sio mbegu, bali ni wajibu wangu wa kufanya. That makes me that the 90% that left determines my prosperity. Hicho ndio kinanisababisha mimi nijue ile asilimia 90 iliyobaki ndio inaamua I can't nitafanikiwa be au paying la. tithe and say I'm sowing seed. No. Ile fungu la And I 10 told you sio here before. mbegu, Why? nishawaambia huko nyuma. I understood that day that tithe does not belong. 10% of my income does not belong to me. Ni kwa sababu ile fungu la 10 sio mali yangu mimi, And I cannot sow something that does not belong to na me. siwezi kupanda kile kitu ambacho sio mali yangu. The day I talk about it, I said, the car I am using now to come Kuna siku moja nilisema gari lilo litumia kuja nalo is hapa not my personal car. sio gari langu binafsi.
I can't come now and say I sow it to you. Siwezi kulichukua nikasema nakupa wewe, napanda Because it mbegu does not belong to kwako. me. Kwa sababu ile gari sio langu, ni la I kanisa. sold car before, I bought it with my money. Nilinunua But gari the huko one that nyuma, is not nilipanda mine, I mbegu kwa can't sababu sow it. nilinunua kwa pesa In other zangu. words, tithe is not mine. Kwa maana mengine fungu la 10 sio la I kwangu. can't say it is a seed. When Siwezi kusema hii fungu la 10 ni mbegu ninapoitoa. I sow seed from the 90%. Napanda mbegu kutoka 90% ya fedha zangu zilizobaki. Is somebody understanding what I'm Kuna mtu saying? anaelewa ninachokisema? Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Be a tither. Kuwa mtoa fungu la 10. The second one Hatua ya pili ya kiagano is kingdom promotion, givings and sacrifices. ni kutoa kwa ajili ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Kingdom promotion, giving and sacrifices. Kutoa kwa ajili ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Giving towards the advancement of the kingdom. Kutoa ili kuupeleka mbele ufalme wa Mungu. And that's one major purpose God is empowering the church. Na hilo ndio lengo moja hapo ambalo Mungu The church analibariki kanisa. cannot rule without prosperity. Kanisa haliwezi kutawala The gospel pasipo cannot be preached to mafanikio. every creature without Injili haiwezi kuwafikia viumbe wote pasipo mafanikio. Zechariah 1:17. Zakaria He 1:17. said, my city through prosperity Mungu anasema miji yangu kupitia shall mafanikio yet be spread abroad. itaenezwa huku na huko. Haggai chapter 1 reading from verse 7. Hagai 1 kuanzia 3. Haggai chapter 1 Hagai 1 reading from verse 7. kuanzia mstari wa 3. He said the word of Lord came unto Haggai the prophet, Neno la Bwana saying, likamjia Hagai nabii. is it time for you to dwell in your sea houses? Je, hii ni nyakati za nyinyi kukaa katika nyumba zenu? And this house lied west. Na hii nyumba yangu inakaa katika hali ya kuharibika. Say, consider your way. Sasa zitafakarini njia zenu. Verse 6. Mstari wa 6. You have sown much, Mmepanda vingi, you bring in a little. mmepata vichache. When you eat, Mnapokula but you have not enough. hamshibi, You drink, but you have not mnakunywa filled drink. hamjazwi na vinywaji. You clothe you, but there is no warmth. Mnajivika nguo lakini hapana apataye He moto. that earneth wages, Yeye apataye mshahara, earneth wages to put it in a bag with hole. apata mshahara kutia katika mfuko uliotoboka toboka. That putting in a bag with hole. Kufika kutia katika mfuko uliotoboka toboka. That's what happened to many people. They can't account for how the money they are making is being spent. Hichi They ndicho can't ambacho kinawatukia account for anything kwa watu there. wengi. Hawawezi kueleza kwa Why? uhakika pesa yao They imetumika are vipi neglecting wanayoipata. the house of God. Kwa nini? Kwa sababu wameiacha nyumba ya Mungu. The next verse, it says, consider your ways. Zitafakarini njia zenu. Consider your ways. Zitafakarini njia zenu. Verse 8. Mstari wa 8. Verse 8. Mstari wa 8. It says, go up to the mountain. Pandeni milimani. Go to your bank account Nenda kwenye akaunti yako ya and fedha. bring money Kalete pesa, and build the house of God. kaijenge nyumba ya Mungu. And God said, I will take pleasure in Sasa it. nami nitawafurahia, And I will be glorified, nami nitatukuzwa, says the Lord. asema Bwana wa majeshi. Hallelujah. Haleluya. Verse 9. Mstari wa 9. Verse 9. Mstari wa 9. You look for much if you Mlitazamia vingi, but lo, it came a little. kumbe vikatokea vichache. When you brought it home, Tena mlivyoleta nyumbani, I do blow upon it. nikavipeperusha. Why? Kwa nini? Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. Because my house you are Ni kwa sababu neglecting. nyumba yangu mmeiacha. You want every man to his own Kila house. mtu anakimbilia mambo yake. You are neglecting my house. Naiacha nyumba The yangu. things of the kingdom doesn't touch you. Mambo ya ufalme hayakugusi. Kingdom givings and sacrifice. Kutoa kwa The ajili ya advancement. ufalme. That's a way to walk in financial freedom. Hiyo ndio njia ya kuweza kupata utajiri wa kifedha. And number 3 Namba 3 is giving to your parents. ni kuwapatia wazazi wako. We are talking about your biological parents. Hapa nazungumzia wazazi wa kimwili. They will release blessing upon you. Unapowapatia wanaachilia baraka kwako. Let me read to you the statement God's servant made in the first service today in Canada. Ni kutamkie msemo ambao mtumishi wa Mungu aliutaja katika ibada ya kwanza leo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya. He said, Alisema, and I'm quoting him verbatim. nina nukuu kama He alivyotamka. said, honoring your parents attracts the blessing of the soul. Sasa, kuwaheshimu wazazi wako kunaleta baraka katika nafsi. People that don't honor their parents have lost the blessing of the breast and the womb. Watu wale ambao hawaheshimu wazazi wao wamepoteza ule And the baraka za blessing of the uzao. father that caused men to prevail. Na ni baraka za wababa au wazazi wanasababisha watu washinde. And he said, I bought the first set of furniture for my grandmother when I was 20 years old. Alisema nilinunua makochi ya kwanza kwa bibi yangu alipokuwa hai. It was for her a breakfast. Nilimnunulia yeye. And I heard her say, Nikamsikia to me, akiniambia, you shall be great. utakuwa mkuu.
There was no sign of blessing around me then. Wakati huo kulikuwa hakuna hata ishara ama alama ya kuonyesha nitakuwa tajiri. That's the statement he made in the first Ando service. maneno aliyotamka ibada ya kwanza. Say, you shall be great. Asa utakuwa mkuu. At the age of 20, Alikuwa na miaka 20. he walked according to him, Kulingana na yeye. and they paid him. Asa alifanya kazi wakamlipa. He went and bought a furniture for the grandma. Akaenda They were living akanunua together. furniture hizo samani You ama see the makochi woman from the depth of her heart kwa ajili ya bibi yake. and say, you shall be great. Na ule bibi akamtamkia baraka, You akamwambia are missing utakuwa the mkuu. blessing of the breast and of the womb when you don't take care of your parents. Unapokuwa uwajali wazazi wako, unakuwa upati baraka za uzao na baraka za mikono yako. They took care of you from cradle Walikulelea tangu ukiwa mdogo unatambaa up to now that you have become something. mpaka sasa umekuwa mtu. It is time to reciprocate. Ni wakati wa kurudisha ule wema They kwao. don't need to ask it. Hawahitaji wa kuombe. The way Isaac Namna ile Isaka have to call Esau. Isaka ilibidi amwite Esau. In Genesis 27 verse 1, Mwanzo 27 kuanzia mstari wa say, kwanza. go to the bush and get me a venison, Mwambie nenda porini such ukaniletee as I love, chakula kitamu kama kile and I nikipendacho. will eat, Nami nitakula, and my heart will bless you. moyo wangu utakubariki. And I said in the first service Nilisema kwenye ibada ya kwanza, that is one of the reasons Esau missed this. Is moja ya sababu ya Esau kukosa baraka yake ni kwamba he neglected this responsibility. aliacha kutimiza uwajibu. Because you have not wait for your father to be asking for venison. Hakupaswa kumsubiri mpaka baba yake amwambie amletee When you chakula. go for hunting every time, Unapokwenda kuwinda and kila you wakati know what your father na loves, unajua baba yako anachokipenda, he have to call you to tell you. ilibidi yeye ndo If ampatie. Esau was sensitive Kama Esau alikuwa makini and he knows the age of the father, na anajua he umri wa knows baba that yake the father's age is already going na to anajua be baba with- umri wako umekaribia kwenda mbinguni, Esau could have done that Esau angeweza kumpelekea without chakula Rebecca hearing when the father said to pasipo her. hata mke wake Isaka The kusikia. father said it and Rebecca heard. Baba alipomwambia niletee chakula, And mkewe Rebeka went akasikia, and told Jacob. na yule mke wake Rebeka akaenda kumwambia Yakobo. Jacob arranged it and come and brought to the man. The man Wakaandaa ate chakula pale, Yakobo akampelekea baba yake, and pronounced blessing on Joseph. na Isaka akatamka Before baraka Esau came back, juu ya Yakobo. Esau aliporudi it was late. akakuta amechelewa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Don't wait Usisubiri until you are told what to do. mpaka wakuombe. Covenant people are sensitive. Watu wa kiagano wanakuwa makini, Have that spiritual perception. This is what to do. kuwa na huo utambuzi kwamba huu ni wajibu wangu wa kufanya. It doesn't matter how much. Haijalishi ni kiasi gani unawapa, Start from where you are. anzia kwa kiasi kile kidogo ulichokuwa One of nacho. the principles of giving is start from where you are. Moja ya kanuni za utoaji ni unaanza kutoa kwa kile You ulichokuwa don't nacho. borrow to give. Usikope ili utoe, You don't borrow to pay tithe. Why are you usikope ili blessed? kulipa fungu la Tithe kumi. is based on what you have. Fungu la kumi linatolewa kupitia Offering is based kipato on what you ulichokuwa have. nacho. You Sadaka don't ni borrow to kupitia give offering. kipato ulichokuwa nacho. Usikope ili kutoa No, it's sadaka. based on the blessings of God upon your life. Kutoa kunapaswa kulingana na baraka za Mungu juu ya maisha yako. Start from where you are. Anzia hapo ulipo. 5,000 shillings will make a lot of meaning based on your level. 5,000 unayoitoa itakuwa na maana kubwa sana mbele za They Mungu will kulingana na kipato rejoice, they chako. will dance, they will bless you. They will bless you. Watakubariki utakapowabariki hao wazazi wako. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. Anytime I give my mother something, there is a language she normally speaks. Kila wakati ninapompa mama yangu And it's- kitu kuna it's lugha every anaongea. time. Na ni kila wakati She will say in our local language, ataniambia katika ile lugha ya nyumbani, Onye nwa gozie gi. That is, my God bless you. Mungu wangu That is- akubariki. My God bless you. Mungu wangu akubariki. It comes from the heart. Na anatamka kutoka moyoni mwake. If you didn't give something, such blessing might not come. If Kama you didn't give something, wazazi wako wapi kitu, baraka za namna hiyo haziwezi kuja. somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. Somebody bless, shout a bigger Umebarikiwa, hallelujah. sema haleluya kubwa. Somebody bless, shout a bigger Umebarikiwa, sema hallelujah. haleluya kubwa. And these things are connected to your business breakthrough. Na mambo haya yanaunganika pia na kupata mpenyo When kwenye they biashara. bless you, your business blossom. Wanapokubariki biashara yako You will not be inatanuka. resisted. Hautakuwa na And let me say mipaka. this. Labda niseme hili. They might have money, that does not mean anything. Wazazi wako wanaweza kuwa na pesa lakini They hawakuhusu. might be comfortable. I am talking about your parents. Wanaweza kawa hawana uhitaji wowote. They might have 1 million shillings. Wanaweza kawa na milioni moja. That 10,000 shillings you give to them means a lot to them than that 1 million there. Hiyo 10,000 unawapa wao Please. inakuwa na maana sana kuliko milioni If you moja have not waliokuwa been nayo. doing, do something.
Tafadhali kama ulikuwa wapi wazazi wako, anza Nothing is too kuwapa. big and nothing is too small. Hakuna kitu kinaweza kuwa kikubwa sana, hakuna kitu kinaweza kuwa kidogo sana. They might not tell you God bless you. Wanaweza asikwambie Mungu They akubariki. might not even tell you thank you. Wanaweza hata asikwambie asante, But their heart blesses you. lakini mioyo yao inakubariki. As they are wearing the cloak you are buying them, they Wanapokuwa are so wanavaa happy. ile nguo uliyowanunulia, mioyo yao inakubariki. As they are taking the tea you're going for them, they are happy. Wanapokunywa ile chai heart ambayo is blessing them. mwapatia, mioyo yao inakubariki. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. If you can buy car for them, buy. Kama unaweza kuwanunulia gari, wanunulie. If you can build house for them, build. Kama unaweza kuwajengea nyumba, wajengee. No devil can stop you Hakuna shetani anaweza kuzuia of wewe being lifted financially. kuinuliwa kifedha. It's a new day for Ni you. siku mpya kwako. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. And I know Na ninajua God will bless you, Mungu atakubariki. that you will build house for your parents. Utawajengea before they- nyumba wazazi wako. God will bless you. Mungu atakubariki. You will buy car for your parents Utanunua before they gari die. kwa ajili ya wazazi wako. God will bless you. Mungu atakubariki. Not just your parents. Sio wazazi wako tu, Everyone around your village. na kila The anayekuzunguka age, kwenye kijiji you shall be taken care of them. utawajali na I'm kuwahudumia. not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. God servant said, when it is in your heart, Mtumishi wa Mungu sasa, jambo hili linapokuwa katika moyo wako, God will put it in your Mungu your hand. ataliweka mkononi mwako. When it is in your heart, Unapokuwa umezamiria moyoni, God will put it in your Mungu hand. atasababisha upate mkononi mwako. Put them in your budget. Waweke kwenye bajeti yako ya kifedha. Put them in your budget. Waweke kwenye bajeti yako ya kifedha. If you're a covenant person, Kama ni mtu wa kiagano, it's one of the ways to walk in the covenant. hiyo ndio njia mojawapo ya kutembea katika Some, agano. you know one thing about it, you don't do one and leave the other undone. Unajua kitu kimoja ni kwamba usifanye kitu kimoja afu kaacha kingine. Unapaswa kufanya vyote. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up. Simama kwa miguu yako. And as you are Simame. standing up, let me tell you this, Na wakati unasimama nikwambie jambo hili, that your prosperity and breakthrough in life kwamba mafanikio yako na mpenyo katika maisha is tied to what you do. yanategemea na kile unachokifanya. That's why this, as we are going to pray now, Ndio maana tunapokwenda kuomba sasa, God hates idleness. Mungu anachukia mtu kukaa pasipo kazi ya Many people kufanya. say, I'm doing this, nothing is happening. Watu wengi wanasema anatoa, anafanya hiki, hakuna mafanikio yote. God hates idleness. Mungu anachukia kukaa bila kazi. This is not a season to be idle. Haya sio majira ya kukaa pasipo kazi. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 and 11. Wathesalonike wa pili 3:10 na 11. 2 Thessalonians chapter 3. Wathesalonike wa pili 3. He said, for even when we were with you, Sasa tulipokuwa pamoja nanyi, this we commanded you, jambo hili tuliwaagiza, that if any will not walk, kwa mtu asipofanya kazi neither should he eat. na asile. It is your work that puts food in your table. Ni ile kazi yako ndio italeta chakula katika meza yako. Verse 11. Sura 11. Verse 11. Sura 11. For we hear Maana that there twasikia are some which walk among you disorderly, kwamba wako watu kwenu wasiokwenda kwa utaratibu, walking not at all. hawana kazi kabisa, hawafanyi kazi. They are busy bodies. Hawa ni watu wanaojishughulisha They lead to poverty. na mambo ya watu wengine, kupelekea umaskini. In the first service I said, Kwenye baada ya kwanza nilisema business means biashara maana yake whatever you set your hand to do, kile ambacho unakipata kukifanya, whatever you set your hand to do, chochote ambacho unapata kufanya productively, kwa kuletea faida, profitably, kinachokuingizia faida, that is business. hiyo ni biashara. Or business is whatever you do for a living. Au biashara ni kile unachofanya ili kupata That's why when we kipato. talk about business, Na tunapoongelea biashara, it is not all about buying and selling. sio swala tu la kuuza na kununua. Ministry is a business. Huduma pia ni Like biashara. you could see in Luke chapter 2 verse 49. Kama ile Luka Jesus 2:49. said, I will go after my father's business. Yesu sasa nitakwenda kwenye biashara You are babangu. a teacher, you have their Wewe business. ni mwalimu, ni biashara hiyo. You are a tailor or any kind of fundi. Wewe ni fundi, It's your business. It's mshonaji, the work of your hand. hiyo ni biashara yako. Au ufundi wote, hiyo ni biashara. And it is through that Na ni kupitia hiyo that God will prosper you. Mungu atakufanikisha. Hallelujah. Haleluya. Abraham was a cattle rearer. Ibrahimu yeye alikuwa ni mfugaji. Jacob was a farmer, Yakobo alikuwa mkulima, rearing sheep and all that in the house of Laban. akichunga Through there he was prospered. wanyama katika nyumba Isaac ya was a Laban farmer. kupitia Isaac kafanikiwa. did the first irrigation farming. Isaac. Isaka ndo aligundua kilimo cha umwagiliaji cha That's why the kwanza. Bible says he dug well. They will close. He Na was Biblia looking inatuambia for water alichimba visima because wakawa rain was not wanafukia. falling. He had Mvua to dig the ground to get Ilikuwa water. hiji wakati wa kilimo, ndio maana And alikuwa through those anachimba things, God prospered visima them.
Na kupitia kazi hizo ndio maana Mungu And alimbariki. Psalm 1 verse 3 says, whatsoever he doeth. Zaburi 1:3 nasema lolote alifanyalo, Find something to do. tafuta kitu cha kufanya. Stop waiting for government job. Acha kusubiri kazi ya There serikalini. is always something to do. Wakati wote kuna kitu cha wewe kufanya. That's why this entrepreneurship training we are about doing. Ndio maana mafundisho ya ujasiriamali ambayo tunakaribia kuyafanya. You can learn how to make soap and God will prosper you from there. Unaweza ukazamiria kufanya kitu na You Mungu can learn akakuinua kuanzia hapo. how to fry japat and other frying things. Unaweza kujifunza namna A ya little capital, God will blow it all. unaweza kujifunza namna ya kukaanga chapati au kitu kidogo chenye kuhitaji mtaji mdogo na Mungu akakuinua You kupitia can hapo. learn tailoring. Unaweza fashion kujifunza designing. kushona. You know how much they collect to sew one shirt today. You know how much they collect. Unajua ni kiasi gani mtu anapata kwa shati moja Don't kuuza. sit down waiting. Usikae chini kusubiri. My own issue, I want to marry. It's Unasema only kwamba marriage. When you nataka- are in power before marriage, you will enjoy your marriage. Unasema nataka kuoa au kuolewa, jipatie kitu kwanza cha kufanya. Ukishaoa na kuolewa utaifurahia ndoa yako. There is a trade to learn. Kuna There is namna a ya skill kujifunza ujuzi wa Oh, kufanya. you didn't go to school. Ni kweli ukwenda But that shule, is not the end of lakini life. hapo sio mwisho. Learn something. Jifunze kufanya Those kitu. that have money are not those that go to school. Wale wenye pesa sio wale waliokwenda shule. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And there are opportunities in the land of Dar es Na Salaam. ziko fursa nyingi katika ardhi ya Dar es If Salaam. you are a mechanic, you have cars to repair. Kama wewe ni fundi magari yapo ya kutengeneza. Learn one skill. Jifunze ujuzi mmoja. You go out, you see how much those people make on a daily basis. Unakwenda nje unaangalia wanapata kipato kwa kiasi gani kwa siku. Don't sit down and praying empty prayers. Usikae hapa chini alafu It ukawa is unaomba maombi what marefu. you do Ni kile unachokifanya that God will use to prosper ndio Mungu you. atakutumia kukubariki wewe. Tell me anybody that has money without you identifying his or her occupation. Niambie ni nani mwenye pesa nyingi pasipokuwa na kitu cha kufanya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. And when you have located that, Na unapokuwa umepata kitu cha kufanya, you follow the principles. unaanza kufuata zile kanuni sasa. Partner God. Unamshirikisha Mungu. Make God a partner of that business. Unamfanya Mungu awe mshirika kwenye biashara yako. By seeking first the advancement of the Kwa kingdom. kutafuta kwanza kusonga mbele kwa ufalme. Seek first Matthew 6:33. Mathayo 6:33. Business spread to added to those that seek God. Penyo wa biashara unapatikana kwa wale ambao wanamtafuta Mungu. Secondly, Cha pili, you must have a breakthrough mentality. lazima uwe na utambuzi wa kwamba wewe ni mtu wa mpenyo. Proverbs 23 verse 7. As he thinketh Mithali- in his heart, so he is. Kama awazavyo kwenye nafsi yake ndivyo alivyo. And also connect to priestly blessing for you. Pia jiunganishe na baraka za kichungaji. And also Na pia be guided. ongozwa. It's so important. Ni muhimu sana. No matter the capital you have, Hajalishi unamtaji kiasi gani. please be guided. Tafadhali ongozwa. Proverbs 16 verse 25. Mithali 16:25. There is a way that seemeth right Kuna njia ionekanayo sahihi unto a man, machoni pa mtu, but the end thereof are the ways lakini of mwisho death. wake ni njia za mauti. Not every open door is God's Si door. kila mlango uliofunguka ni mlango wa Mungu. Lord, what kind of trade do I learn? Muulize Mungu, Mungu nifanye biashara gani? Lord, is it fashion designing? Bwana, je, ni kutengeneza Is it nguo? organizer? Je, ni hiyo? You ask question and be connected. God will speak to you through your spirit. Unauliza maswali alafu unakaa katika mkao wa kumsikia Lord, Mungu. Mungu I atakwambia have this kupitia wewe. 500,000 shillings. Which business, Lord? Mungu, nina hii 500,000, He will biashara show gani you Bwana? the kind of business where your breakthrough will come. Mungu atakuonyesha aina ya biashara ambayo Every mpenyo utakuja kupitia business biashara. Kila is not biashara your business. sio biashara yako. Every business is not your business. Kila biashara sio biashara yako. There is a business for you. Kuna biashara kwa ajili Ask yako. God. Muulize Mungu. And every location is not your Na location. kila eneo sio eneo lako. There is a divine allocation only in your own location. Kuna eneo maalum kwa ajili yako wewe. Lord, where do I start? Bwana, nianzie wapi hii biashara yangu? There are many market here and shops. Kuna maduka mengi, You kuna ask masoko God. mengi. Unamuuliza Mungu. You ask God, Unamuuliza Mungu. Lord, I want to start my business in America. Is it what is Bwana, leading nataka you? kwenda kuanza biashara yangu Marekani. Je, ni mapenzi yako haya? Don't run to Kariako when God wants you to be in Banana. Usikimbilie Kariakoo Don't wakati run Mungu to anataka uwe Kariako banana. when God wants you to be in Kenyereze. Usikimbilie Kariakoo Don't wakati run to Mungu anataka uwe Kariako when God Kinyerezi. wants you to be at the airport there. Usikimbilie Kariakoo wakati Mungu ask anataka God. uwe airport, Always uwanja wa ask ndege. God. Wakati wote muulize Your Mungu. divine provision will locate you in your location.
Yale God sent mahitaji to yako you. ya kiungu utayapata pale unapokaa katika eneo lako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I gave an example of John D. Rockefeller, Nitoa mfano wa John D. Rockefeller who had an opportunity to buy the ship called Titanic. ambaye alipata fursa ya kununua ile meli inayoitwa Titanic. And it was a wonderful opportunity. Ilikuwa ni fursa njema ya kupendeza. That could have made him more. To have made him to be more billionaire in dollars. Ambayo ingemfanya awe bilionea zaidi katika madola. But he went to ask God. Lakini akaenda kumuuliza Mungu. And the Holy Ghost told him not to buy. Na Roho Mtakatifu akamwambia usinunue He hiyo meli. declined, he didn't buy again. Na akaacha kununua. Another person went and bought the Mtu Titanic. mwingine akaenda akainunua ile meli ya Titanic. It was not long. Na haikupita muda mrefu The ship sank. ile meli kazama. Everything gone. Kila kitu kikapotea. John D. Rockefeller run from that mishap because he was guided by God. John D. Rockefeller aliepuka hilo janga kwa sababu aliongozwa na Mungu. Many people have entered into investment. Watu wengi They wameingia are katika still paying for uwekezaji it today. mpaka leo wanasumbuka. I've been a victim before. Wamekuwa wahanga. Not every open door Sio kila mlango ulio wazi is God's door. ni mlango wa Mungu. Listen to God. What are you saying? Msikilize Mungu, muulize Mungu And if anasema you want nini. to enter any investment Kama unataka kuwekeza mahala popote and you lose your peace, na ukapoteza amani, run away. kimbia. There's nothing that will come out of it. Hakuna kitu kitatokea hapo. When God speaks, He will speak peace. Mungu anapoongea ataongea amani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You want to enter business and there is no peace again. Unataka kuingia biashara hakuna amani tena. God is speaking to you. Mungu anaongea na That wewe. is not a business to Hiyo enter. biashara sio ya wewe I'm kufanya. not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. Please, it's so important Jambo hili la muhimu sana. because many people have squandered a lot of capital because they were misguided. Kwa sababu watu wengi wamepoteza mitaji mingi kwa sababu hawakuongozwa sahihi. Isaac wanted to run away. Isaka hataka In Genesis kukimbia. 26 verse Ile 1. Mwanzo 26 mstari wa kwanza. And verse 2, God said, don't go anywhere. Mstari wa pili mwambie usiondoke popote. He wanted to go down to Egypt Hataka kwenda Misri, kushuka because there kwenda was Misri. a famine in the Kwa land. sababu kulikuwa na njaa katika hiyo nchi. And in the same year, Isaac stayed and sowed in the same year. Na Isaka akamtii Mungu Because akabaki. God says stay. Na akapanda katika mwaka huo kwa sababu Mungu alimwambia Don't baki. use another person's guidance for your own. Usiutumie ule uongozi wa mtu mwingine ukasema kama alivyoongozwa wewe na wewe ndio ufuatishe. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Lift up your voice and appreciate it. Inua sauti yako mshukuru Mungu. Somebody lift up your voice and appreciate Inua it. sauti yako mshukuru Mungu. Oh, we give you all the glory. Baba tunakupa utukufu We wote. give you all the honor and adoration. Tunakupa heshima na adhama. We celebrate your holy name. Tunasherehekea jina lako We takatifu. worship you. We adore you. Tunakuabudu wewe, tunakuadhimisha. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. What a faithful God you are. Wewe ni Mungu mwaminifu. Thank Him for His word. Mshukuru kwa neno lake. Oh, hallelujah to your name. Haleluya kwa jina lako. Thank you. Our business is experiencing breakthrough. Asante, biashara zetu zinapata Oh, mpenyo. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, makatasha laba kato breshu bala braka teliaba. Monda kita kato breshu bala bala bala. Obreki anda kabo lando balando bekita kata laboshia. Ebrande kiata kabo shia la balaboshia la ba. Obrelia kata bralisa katolo boshia la ba. Alanda la brakato belia baba shakatole balaboshia. Ebala balabosha kia takabolia balaba. Oh, breketu shikata la bralia baba. Landa la brakatolo boshia la balaboshia la balaba. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. We are going to pray now and declare the blessings of God upon the work of your hand. Tunakwenda kuomba na kutamka baraka za Mungu juu But ya kazi ya before we mikono do yako. that, Kabla tujafanya hivyo, if you are here, you are not born again, kama uko hapa na hujaokoka, both your givings will not ascend to heaven. kule kutoa kwako hakutofika There is a mbinguni. disconnection between God and a sinner. Kuna mtengano baina ya Mungu na mwenye And it dhambi. is salvation that can reconnect you back to Lakini God. ni ule wokovu unaweza kuunganisha na Mungu. If you are here, you are not born again, Kama uko hapa na hujaokoka or you have been born again before, au uliwahi kuokoka huko nyuma, but because of one challenge or the other that you couldn't handle, na kwa sababu ya changamoto moja ama nyingine iliyokushinda, you were disconnected. ukajikuta umejitenga na Mungu, It is time to connect back, na wakati sasa wa kujiunganisha na Mungu, and the flow will continue na again. utaanza kupata muunganiko I na want Mungu. to pray for you in this service. Nataka nikuombee katika ibada hii. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Two set of people you want to be Unataka born again, kuokoka or you want to rededicate your au life to uliokoka Jesus. ukarudi nyuma, unataka kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani.
wherever you are, popote ulipo, put your hand on your chest. weka mkono wako kifuani. Unataka You want to kuokoka, surrender to Jesus. unataka kumpa Yesu maisha You yako, want to give your life to Jesus. unataka kutoa maisha yako kwa Yesu, And come forward here. Let me pray na for njoo you. hapa mbele nikuombee. Come forward. Let me pray Njoo for hapa you. mbele, njoo mbele, njoo mbele, Come forward. Let me pray for you. njoo mbele hapa nikuombee. Unataka kuokoka, Please come forward. Come njoo forward. I'm mbele, waiting njoo for you. mbele, Come forward. I'm waiting for you. njoo mbele hapa na kusubiri. God bless you. Come Mungu forward. akubariki. Unataka kuokoka, Jesus is unataka calling you. kumpa Come Yesu maisha forward. yako, God bless you. Yesu God anakuita, bless njoo you. mbele, God bless you. Come forward and receive njoo Jesus. mbele umpokee Yesu. Unataka kuokoka, Come forward. Jesus is calling you. njoo mbele, Yesu anakuita. He wants to change your life. Anataka abadilishe maisha He yako, wants to change your life. anataka abadili maisha Come, yako. come, come, come. Jesus is Njoo calling you. mbele, Yesu anakuita. Clap your hand. They are coming. Tumpigie Bwana Yesu makofi, Clap wanakuja. your hand. They are coming. Clap your hand. They are coming. Tumpigie makofi Bwana Clap Yesu, your hand, they are wanakuja. coming. Njoo mbele, unataka kuokoka. Clap your hand. They are coming. Come and join these wonderful people on the front. Njoo ungane na hao watu wa kupendeza hapa mbele. Come and join them. Come and join them. Njoo ungane nao. Alaba shekiato laba laba labo shalaba laba. Obela brakata kata kiata kata laba labo shialaba. Elande kiata kato lobo shialaba laba. Thank you and thank you and thank you. Asante na asante na asante, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Please have your seat. Kanisa tuketi, Let's lead these ones to Christ. tuongoze hawa kwa Kristo. Ulioko hapa mbele, ulioko hapa mbele, tafadhali fuatisha haya maneno. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, nioshe kwa damu yako, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka, nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for these souls you have saved. Baba, asante kwa nafsi hizi ambazo umeziokoa. People of God, stretch forth your hand and pray for them. Tuelekeze mikono hao watu hapa mbele. Your prayer will help them to establish it. Maombi yako utakayoombea Father, we atawathibitisha. pray for them as a church. Tunawaombea kama kanisa, They have come out unashamedly to receive you. wametoka mbele pasipo aibu kuja kupokea. Let your hand rest upon them. Mkono wako uwe juu yao, Cover them with the blood of tunawafunika Jesus. kwa damu ya Yesu. Lord, no devil will take them away from us. Hakuna shetani atakayewatoa Establish kwako. them in this church. Wathibitishe katika kanisa hili Establish them in faith. na katika imani. Give them a testimony today. Wape ushuhuda leo In Jesus' name. katika jina la Yesu. Congratulations. Hongera. Please follow our church official. Tafadhali wafuate watumishi wa Mungu upande wako wa Everybody rise kushoto. up on your feet. Rise Kanisa up on your tusimame, tusimame wote sasa, tusimame feet. With that point wote, of contact. tusimame. With that point of Pia kamata contact. hicho kiwakilishi chako cha The biashara point of yako contact of your au business. kazi unaofanya, kitu chochote I want kinachowakilisha you to kamata. pray. Nataka tuombe, I want you to declare nataka utamke the blessing of God. baraka za Mungu, That whatever you desire kwamba kila unachokitamani from your business this second half of the year, kutoka kwenye biashara yako katika nusu or ya pili ya whatever mwaka, negative trend you have been seeing in your business, au stand jambo against lolote it. baya ambao umeona kwenye biashara yako And likemee, the level you want your business and career to attain. na kile kiwango ambacho unataka biashara yako na taaluma Lift up your ifike. voice and begin to declare. Inua sauti yako kwanza kutamka Lift up sasa. your voice and begin to Inua declare. biashara yako kwanza kutamka. Lift up your voice and begin to Inua sauti declare. yako kwanza kutamka. Lift up your voice and begin to decree. In the name of Jesus, oh, the business of your people must Jina la Yesu, experience. kila biashara za watu Decree wako breakthrough in your lazima business. zipate mpenyo. Decree breakthrough in your business. Tamka mpenyo kwenye Decree biashara yako. breakthrough in your business. Tamka mpenyo kwenye biashara Decree yako. breakthrough in your business. Tamka mpenyo kwenye biashara yako. Decree breakthrough in your business. Tamka mpenyo katika biashara yako. Oh, any negative trend is over in your business. Jambo lolote hasi There shall linakwama be kwenye no biashara. loss. There shall be no loss. There shall be Hakutakuwa no na loss. hasara tena. There shall be no loss. Hakutakuwa na hasara There shall be tena. no loss. Hakutakuwa na There hasara shall be tena. no loss. Hakutakuwa na There hasara shall be tena. no loss. Hakutakuwa na hasara There shall tena. be no loss. Hakutakuwa na hasara There tena. shall be no loss. Hakutakuwa na hasara In your tena. business and career. Katika biashara na You taaluma shall not be retrenched. You shall not be. hautafukuzwa kazi. I decree promotion. Natamka Upon kupandishwa cheo. promotion in your business. Kupandishwa cheo kwenye biashara. Lord, bless the work of our hands. Bwana, bariki kazi za Lord, mikono bless yetu. the work of our hands. Bariki kazi za mikono Let there yetu. be new open doors. Milango mipya iliyo wazi. Lord, new open doors. Milango mipya iliyo Our wazi business and career. ya biashara na taaluma. Lord, the kind of contract we have never handled before. Mkataba ambao sijawahi kupata huko Lord, let nyuma. it come.
In the name of Jesus. Upate kwa jina la Lord, Yesu. let customers troop in, Lord, and buy things and go and buy again and again. Wateja wewe wanakuja wananunua na Somebody, kuondoka are na you kuja making tena a na tena. declaration? Somebody, are you declaring? Unatamka? Somebody, are you declaring? Tamka, tamka, In the tamka. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, makata shubela, brakato bela. Obre kate kata kate 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 lea. Abrando brakato brelia shuba. Makiata kaba. Labralia babalaba. Abrala bo shakiata. Makiate bralia bo shikata lia boshia. Maketaka brakate kiata. O balaba kate kate le boshia laba. Alanda kaba shube lakiata kaboshia. Labalaba. Holy Ghost, breathe upon our business to this point of contact. Roho Mtakatifu pumua katika biashara zetu kupitia kiwakilishi. Ebala bala brakate kalaboshi alaba. Alanda kate ketobo alaba. Ayila baba bali bakate kalaboshi alaba. Alia baba shelia baba alaba. Alaba kata kata alaba lia balaba. Abralia baba kate kalaboshia. Alaba ali kata katobe shubalia. Alianda kate laba alaboshi alaba. Alaba li kata kata alaba. Lord, no business shall fail anymore. Hakuna biashara In the name of itakayoshindwa. Jesus. Katika jina la Everyone Yesu. hanging, Jesus, the grace for speed of Kila accomplishment. baraka In inao the name of Jesus, tamba, no business shall be neema stagnated ya again. kasi. The work of our hands shall move forward. Hakuna biashara Lord, itakayodumaa. client will come from everywhere. Kazi ya mikono Businesses yetu will come from itabarikiwa. everywhere. Wateja watakuja kila eneo. Kato, Eshia Kaba, Lakiato Belia, Ebande Kiata, Alianda Katobe, Ebalia Baba, Labra Katobe, Labra Katobe, Eshikata, Bralia Katala Balaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Appreciate God Mshukuru Mungu. for something is happening in your business. Maana kuna kitu kimetokea kwenye biashara yako. In the name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. Raise that document or whatever Inacho you can kiwakilishi of chako juu sasa. any point of contact. Chochote ulicholeta kinachowakilisha Jesus, biashara, thank you kazi. for the businesses, the career, Yesu, asante kwa ajili ya the kazi, work of our hands. taaluma na kazi ya mikono yetu. I stand here as a privileged servant Nasimama hapa kama mtumishi and I hand over niliyependelewa all those businesses na represented kabidhi hizi here biashara zote zinazowakilishwa hapa into your holy hand. katika mikono yako mitakatifu. Jesus, in this second half of the year, Yesu, katika robo hii ya nusu hii ya pili ya mwaka, every business and career represented here kila biashara na taaluma inawakilishwa hapa, to experience noiseless fanye breakthroughs. ipate mpenyo usiokuwa na In the kelele name of Jesus katika Christ, jina la Yesu Kristo. I pronounce every business blessed. Na itamkia kila biashara imebarikiwa. I decree Natamka your business will prosper in the name biashara of yako Jesus. itafanikiwa katika jina la I Yesu. decree in the name of Jesus Christ of Inatamka katika Nazareth jina la Kristo wa Nazareti, that business will not close hiyo down in the name of biashara haitoshuka that chini, business will not close down in the hiyo name of biashara Jesus. haitofungwa, No one shall be sacked for his or her work in the hakuna name of Jesus. atakayefukuzwa kazini In the name of Jesus katika Christ, jina la Yesu I Kristo. decree customers in the name of Natamka Jesus. wateja katika jina la I Yesu. decree higher level of profit in the name of Natamka Jesus. kiwango cha juu cha There faida, shall be no loss in the name of hakutakuwa Jesus na Christ. hasara tena katika jina la Yesu. Anyone that has stopped already, Yeyote ambaye amesimama, I decree by the power of his resurrection, natamka kwa nguvu ya ufufuo wake, that business is hiyo resurrected now in biashara the name of Jesus. inafufuka. Any business that at the verge of giving up, Biashara inayokaribia I kushindwa, decree restoration in the name of natamka Jesus Christ. marejesho kwa jina la Yesu. And I decree Na natamka every power of darkness kila nguvu ya giza sitting on your business, inayokalia biashara they yako are unseated now in the name inaondolewa of Jesus. sasa kwa jina la Yesu. Every anti-business spirit Kila roho inayopambana biashara in the yako land of Dar es Salaam and katika environs, ardhi ya Tanzania they are destroyed now in the name of Jesus. inaharibiwa kwa jina la Yesu. Every devil, Kila shetani, principality and power, falme na mamlaka, witches and wizards, wachawi na ushirikina, standing against your career, wasao kinyume na taaluma standing yako, against your business, kinyume na biashara yako, God of heaven will fight for Mungu you wa now. mbinguni atapigana In kwa niaba the name yako of Jesus kwa jina Christ, la Yesu Kristo. they are destroyed. Wanaharibiwa Anywhere they have taken your business to, popote alikopeleka biashara yako, it declared null and void. inatamka It haitosimama, declared null and void. inatamka haitosimama. Let the Spirit of God breathe upon your business. Roho Bwana apumue juu ya biashara Let yako, the windows of heaven open upon your business and madirisha ya career. mbinguni yafunguke kwa ajili ya That biashara yako, all through this second half of the year kwamba katika nusu hii ya pili ya and mwaka even beyond, na zaidi it shall be profit upon itakuwa ni profit. faida juu ya It faida, shall be promotion upon itakuwa promotion. kuinuliwa juu ya It kuinuliwa,
shall be favor upon favor. itakuwa kibali juu ya kibali. Customers will multiply as never before. Yes, wateja watakuja Contracts wengi. law will be gotten as never before. Utapata faida In kuliko the nyuma. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. I cover every business with the blood of Jesus. Nafunika kila biashara kwa damu ya And Yesu. I use this point of contact Natumia hivi viwakilishi to reach out to every business wherever they are. kuifikia kila biashara popote ilipo. No business shall be stagnated Hakuna anymore. biashara itakayodumaa tena. Go and enjoy business breakthrough. Nenda ukafurahia mpenyo wa In kibiashara. the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. This week I see you Wiki hii nakuona with wewe your testimonies of ukiwa na business ushuhuda breakthrough. wako wa mpenyo wa biashara. Any material product in your business place Kila bidhaa katika eneo lako la that kazi overstayed, ambayo imekaa kwa muda that mrefu, stayed there without any buyer. ambayo imekaa pasipo In the kununuliwa, name of Jesus, katika jina la Yesu, before this week is over, kabla wiki hii haijaisha, buyers will come to take them in the name wateja of Jesus. watakuja kununua. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. It is done. Imekuwa. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Wave it to Jesus and thank him. Pungie Yesu kwa Wave it to kuwakilisha, Jesus, Father, mshukuru. thank you. Pungie na kumshukuru. In Jesus' Baba, glorious asante name. katika jina tukufu la Please Yesu. have